Bwana Yesu asifiwe. Huwa nikiangaliaga wakati mwingine vishawishi vya dhambi vilivyoko karne ya 21, nagundua ya kwamba Mungu kama ameniweka kwenye hii karne, manake ndani yangu pia amenipa na capacity ya kushinda dhambi zote zilizoko kwenye karne ya 21. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ni za namna gani, lakini as long as Mungu alinipa, manake alinipa capacity ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini Mungu angeniwekea capacity ya mwaka 1960 alafu ameniweka kwenye karne ya 21, ningekuwa nazimia kila siku. Ukiona majaribu afu una hofu ya Mungu, unazimia kila siku. Tunaelewana? Lakini kwa sababu Mungu ameniweka kwenye karne ya 21, manake Mungu alijua kabisa kwenye karne ya 21 kuna mtu anaitwa Steven, kuna mtu unaitwa wewe, unafaa kabisa na unaweza kuishi maisha matakatifu bila kumtenda Mungu dhambi katika jina la Yesu. Haleluya. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo tunaona kwamba kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Kukutakasa hapa sio kwamba alikusamea dhambi, no, alishakutenga. He set you apart. Bwana Yesu asifiwe. Alishakutenga kwa matumizi maalum. Hebu sema mimi sio bahati mbaya. Sema kama kijana, mimi sio bahati mbaya. Mimi nimetengwa na Mungu kwa ajili ya kazi maalum. Unajua nini kilichotokea? Ni kwamba Mungu alishakutenga kabisa kwa ajili ya kazi maalum. Ila ulipozaliwa duniani ulizaliwa kwenye mifumo mibovu. Mifumo mibovu ni nini? Ni kwamba tumezaliwa katika hali ya anguko. Adamu alipomkosea Mungu alituuza wote utumwani. Tukajikuta tumezaliwa kwenye mifumo mibovu. Ukajikuta kwamba ulipozaliwa umepokelewa na mazingira yanayotokana matusi. Mazingira ambayo hauwezi kuamini kwenye kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, unaongozwa na kilichopo. Na ndo mazingira tuliyokulia, ambayo jamii ndo inatuamulia tu ya kina nani. Jamii inaamua ukili wako, jamii inaamua uwezo wako wa kuextend, jamii inaamua uwezo wako wa kufanya maamuzi. Tumezaliwa kwenye hayo mazingira kwa sababu ya dhambi. Lakini atukuzwe Mungu ya kwamba alipoturudisha ndani ya Kristo, tumepata tena tumaini la kuishi kusudi la Mungu. Haleluya. Maana Yesu alikuja kutafuta kilichofanya nini? Kilichopotea. Na kilichopotea ni nini? Mwanadamu alipoteza umaana wa kuwepo kwake. Yaani umaana wa kuwepo kwako duniani unapopotea, ndo mtu anafanya kila kitu. Umaana wa mtu unapopotea wa kuwepo eneo, Biblia iko wazi nasema pasipo maono watu wacha kufanya nini? Kujizuia. Bwana Yesu asifiwe. Without vision people go astray. Sehemu nyingine nasema without vision people perish. Pasipo maono watu wacha kujizuia. Manake Mungu amepanda maono ndani yako, lakini usipoyatambua yale maono hauwezi ukajizuia, manake utafanya chochote kilichoko mbele yako. Kwa jambo la kwanza ni kwamba Mungu alishakutamka hatima yako kabla hujakwepo. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu amekuamini. Hivi unanielewa ninachokimaanisha? Nasema Mungu amefanya nini? Amekuamini, anajua kabisa unaweza kufikia hatima ya utukufu ambayo ameikusudia kwenye maisha yako. Ambayo hiyo hatima ni kurudisha utukufu kwake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hatima. Hatima ambayo tunao wa Kristo saizi, hatima kubwa ni siku moja tukamwone mwana wa Mungu ameketi anasema karibuni wanangu. Bwana Yesu asifiwe. Hatima ya pili ambayo tulionayo ni siku tutakaposimama mbele za Mungu, atasema vyema mtumwa mwema na mwaminifu, karibu kwenye raha yangu milele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hatima ya tatu ni kwamba duniani tutakapoondoka, tutaondoka sio kama wanyonge, bali tutaondoka kama watu waliotukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hizo ndo hatima ambazo tunazungumzia. Kwa hiyo Mungu alishasema hatima yako kabla hujaja duniani. Haujaja. Kwa hiyo unapokuja duniani manake unakuja kuishi unabii ambao mbingu zilishakusemea. Na wewe venye umepata fursa ya wokovu, ndo kabisa umepata fursa ya kuishi unabii ambao Mungu aliusema kwenye maisha yako. Jambo la pili, namna ya kufanikisha hiyo hatima ni kwa kutii, ukilifuata neno. Kwa lugha nyingine anachokimaanisha ni hivi. Ngoja nishuke kidogo hapa chini. Naona huko nikikaa huko watu wananiombea, ngoja nishuke huko chini kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Namna nyepesi ya kufanikisha hiyo hatima ambayo Mungu ameiweka kwenye maisha yako
ni kwa kutii ukilifuata neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Maanake Mungu anachosema, anasema nataka kutengeneza. Wangapi wanafahamu friji likiwa jipya? Friji likiwa jipya, wangapi wanafahamu friji likiwa jipya linakuwaje? Nani amwainunua kitu kipya dukani? Kitu kipya new kabisa dukani, chochote. Maanake wengi mnafaulisha hapa, si ndio? Mnafaulisha wengi, mnapiga top up. Unapeleka simu iliyochakaa na kupa mpya, ila na yenyewe ni used, si ndio? Ninachomaanisha ni hivi, ukinunua kitu kipya, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Japo Waafrika wazingatiagi, ukinunua kitu kipya huwa kuna kakitabu wanakupa kwenye kile kitu. Kale kakitabu, au kwa mfano ukinunua dawa, si ndio? Huwa wanakupa kakitabu fulani, unakuta kuna maelekezo pale, au kwenye ile dawa kuna maelekezo fulani. Wakwambia weka mbali na watoto, si ndio? Hawaishi kusema weka mbali na watoto, wanasema kwamba inatakiwa itumikeje, inatakiwa iwekwe eneo fulani. Ndivyo ilivyo kwako. Mungu alipokuumba duniani, alichokifanya amekupa neno. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema neno. Sema neno. Amekupa neno lake. Neno lake ndo manuscript yako. Manake promotion zote, baraka zote, mafanikio yote ya maisha yako yameambatanishwa kwenye njia ya neno. Hautafuti mafanikio, unakutana na mafanikio. Shida inaanziaga tunapotafuta mafanikio. Shida inaanziaga tunapotafuta ndoa. Shida inaanziaga tunapotafuta kupendwa. Shida inaanziaga tunapoanza kutafuta. Haujaitwa kutafuta, umeitwa kufuatana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Biblia inasema utakapoitii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyashika maagizo yote ni kuagizayo. Haisemi utazikuta, inasema baraka hizi zitafuatana na wewe. Wangapi wananielewa kimaanisha? Sijui kama naongea na vijana wenye nguvu. Tunazo nguvu. Tunazo nguvu. Yes. Kwa hiyo manuscript yako ni neno la Kristo. Kwa hiyo jinsi ya kufanikisha hatima ambayo Mungu alishaisema ya kwako ni kwa kutii ukilifuata neno la Mungu. Na kwa bahati nzuri sana, shetani huwa haleti vitu vipya. Shetani atakuja kukujaribu kwenye vitu vinavyohusu neno. Hawezi kukuletea kitu kipya. Shetani anakuja kukupiga kwenye maagizo ambayo Mungu amekwambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndivyo unavyofanya shetani. Haleti kitu kipya. Na vita yako Mkristo ni kukaa kwenye neno. Ndio vita ya Mkristo. Ni kukaa kwenye ukiri wa kile neno la Mungu linachokisema. Mkristo akiweza kusimama kwenye kile neno la Mungu linachokisema, hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna mazingaombwe, hakuna chochote kinachoweza kumzuia, kwa sababu neno la Mungu halizuiliki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu nawajenga. Kuna watu wanajengwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nasema jinsi gani kijana isafishe njia yake? Ni kwa kutii akilifuata neno lako. Jinsi gani kijana isafishe njia yake? Na tunamtumikia Mungu ambaye tayari amesha tutamkia mema kabla hatujakuwa. Yaani ndani yako Mungu amepanda hali ya mafanikio ndani yako. Na ndio maana hapa nikiuliza kiuaminifu, nani ambaye anapenda kuwa maskini? Ainue mikono juu. Anayependa kuwa maskini? Haya, nani anapenda kuwa tajiri? Nani lolote limkute? Haya, niulize, nani anapenda kuwa mgonjwa? Nani anapenda awe na afya njema? Wote. Kwa nini? Hivyo vitu Mungu ameviweka ndani yako. Yaani ni ile hali ya Mungu. Yaani kutamani mafanikio ni shauku ya kimungu kabisa ndani yako. Au kuwa mshindi kwenye kila eneo. Tangu nianze kusoma Biblia sijaiona sehemu Mungu ameshindwa. Na naamini kama Mungu angeshindwa sehemu yoyote, wale wanaoandika angesababisha tu wachane, ili tuendelee kubaki na rekodi yake kwamba hakuna linaloshindikana kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ni sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Kwa ameweka hicho kitu wapi? Ndani yako. Lakini ili hicho kitu kifanikiwe, uweze kufikia kule unako kutaka, Mungu ameweka neno.
ameweka neno lake. Maanake Mungu amekupa neno lake, amri zake, sheria zake, ili uzishike uweze kuifanikisha njia yako. Na vita ya vijana ni kukaa kwenye neno, kwa sababu homoni zinakuaga na sauti kuliko neno. Shauku za ndani zinakuaga na sauti kuliko neno. Dhambi ni nini? Dhambi ni kwenda kinyume na neno la Mungu. Ukisoma Biblia katika Yohana wa kwanza 3 mstari wa 6, Yohana wa kwanza 3 mstari wa 6 inasema dhambi ni uasi. Kila atendaye dhambi afanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kila atendaye dhambi afanya nini? Uasi. Uasi ni nini? Ni kwenda kinyume na maagizo ambayo Mungu amenanili. Hebu rudi 5. Nenda 5. Tena 4. Sasa naomba wote tuangalie hapa jamani. Tuangalie hapa. Tusome kwa sauti. 1, 2, 3 twende. Dhambi ni uasi. Manake dhambi ni kwenda kinyume na neno la Kristo linachokisema. Ndio maana ya dhambi. Ninaposema kwamba kwa kutii akifuata neno, manake neno la Mungu linasema usizini. Si unanielewa? Neno la Mungu linasema usizini. Dhambi ni mtu akifanya nini? Akizini. Neno la Mungu linasema kwamba usimseme mwingine mambo ya uongo. Dhambi ni nini? Ni kumsemea mambo mwingine mambo ya nini? Ya uongo. Dhambi inasema msamehe jirani yako, usisengenye, usifanye nini, usifanye nini. Neno hilo linasema hivyo. Dhambi ni nini? Ni mtu anaenda kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo mtu yoyote anaenda kinyume na neno la Mungu anatenda dhambi. Mnakubaliana na mimi? Tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anaenda kinyume na neno la Mungu anatenda nini? Dhambi. Kwa hiyo hatima yako ukilishika neno la Mungu kama lilivyo, ukaweka mazoea na maisha ya kusema mamlaka yako yote na authority yako yote isimame na neno la Mungu kama lilivyo, utafanikisha njia yako. Hauhitaji vitu vingi. Hauhitaji kusoma vitabu vingi. Unahitaji neno la Kristo. Hivi mnanielewa ninachokimaanisha? Bwana Yesu asifiwe. Hauhitaji kusoma vitu vingi. Unahitaji neno la nani? La Kristo. Mungu amekupa namna nyepesi ya kufanikiwa kwenye maisha yako. Neno la Kristo.